Bila shaka mtazamaji mzima wa afya, na karibu katika dakika 30 za kutazama masuala mbalimbali ambayo yanajiri ndani na nje ya nchi. Kipindi hewani ni Jahara. Dakika 30 hizi hukujia hapa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kila siku Jumatatu mpaka Jumamosi. Lengo ni kuweza kujuza yale mengi ambayo yanajiri katika maeneo mbalimbali, lakini pia yatakayojiri katika siku za usoni hapa ndani, lakini pia hata nje ya nchi. Mimi naitwa Spencer Lamek, nikusitwe sote kwa siku hii ya leo. Na hii leo tunazungumza siasa. Tunazungumzia takribani miaka 21 ya uwepo wa vyama vingi vya siasa hapa nchini. Changamoto zao zikoje, na ambavyo wamekuwa wakishiriki katika harakati zao za kisiasa katika kuhakikisha kuwa Watanzania wananufaika na siasa zile ambazo wao wanazifanya. Katika kujua mengi ambayo tutazungumza hii leo, nimefanikiwa kuwa na katibu mkuu wa chama cha ADC nchini, chama cha 21 hapa Tanzania, Bwana Kadawi Lucas Limbu. Karibu sana kiongozi. Asante sana. Lakini pamoja naye tumepata fursa ya kuwa na mwanaharakati ambaye ni Grayson Nyakarungu. Karibu sana. Nashukuru sana. Tutazungumza kwa kina namna ambavyo miaka hii 21 kiasi gani demokrasia hapa nchini, hasa katika vyama vya upinzani imeweza kukua, na katika harakati zake za kuweza kukiondoa chama tawala, chama cha CCM. Nikusitwe sote mwanzo hadi mwisho kipindi hiki. Na kwa kuanza, katibu mkuu Bwana Kadawi, Mr. Lucas, chama chako ni chama cha 21 katika vyama hivi cha 20 chama katika hivi vyama vya siasa hapa nchini vya upinzani. Miaka 21 hivi sasa, pengine tathmini yako fupi tu kwa dakika moja. Tathmini hii fupi tu ya vyama vya siasa hapa nchini. Mmekuwa kwa muda mrefu mnafanya siasa, kwa kiasi gani mmeweza kupiga hatua? Kwanza kabisa ni miaka 21 ya vyama vya upinzani. Mfumo wa vyama vingi vya siasa. Tangu mwaka 1992. Na vyama vimeshafika 21 sasa. Juzi tumepata chama kingine ambacho kimepata usajili wa kudumu, chama cha Chauma. Chama cha Chauma. Chauma wamepata usajili wa kudumu, wamekamilisha idadi ya vyama 21 sasa. Sanjari na umri wenyewe katika umri wa vyama vya siasa. Lakini pamoja na changamoto tulizo nazo, lakini tumepiga hatua. Watanzania wengi wameanza kuelewa mfumo wenyewe, wameanza kujua vyama vya upinzani vina faida gani kwao, kelele zinazopigwa kwenye mabunge, kwenye mabaraza ya madiwani, lakini pia nafasi sehemu ambazo wanaongozwa na vyama vya upinzani, kwa mfano vijijini, kwenye serikali za mitaa, mahali ambako wanabadilisha uongozi, wanaona kabisa kwamba kumbe tukiweka kiongozi anayetokana na chama kingine, pia bado ile misimamo ya pamoja ya kichama, kwamba sasa ukiamuliwa mchango fulani kutoka ngazi ya juu, basi kwenda chini hakuna mtu anayepinga. Wananchi wameshaanza kugundua, wameshaanza kuona matokeo, na wameshaanza kuona matunda yake. Sehemu zingine wanafanya vizuri zaidi, japo kuna sehemu zingine hawafanyi vizuri. Hawafanyi vizuri. Bwana Grayson, wewe ni si mwana siasa, wewe ni mwanaharakati. Ukitazama katika jicho la kiharakati siasa za Kitanzania miaka hii 21 ya uwepo wa vyama hivi 21 vya kisiasa hapa nchini, tathmini yako ikoje kwa dakika moja? Kuwepo kwa vyama vya upinzani, lengo la kwanza ni kwamba kuweka uhuru wa mawazo tofauti kushiriki katika michango ya kujenga nchi au kujenga jamii au kupigisha hatua jamii kutoka hatua eneo lilo kwenda nyingine. Kwa hiyo vyama vya upinzani vilipokuja kwa dhana hiyo ya kuwepo kwa majukwaa mengine tofauti na jukwaa lilozoeleka la chama tawala, naamini kwamba imefanikiwa sana. Baada ya jukwaa hilo kupatikana la upinzani, sasa watu waliokuwa na mawazo ya kipinzani walijiunga kwenye vyama vya upinzani, walianzisha vyama vya upinzani. Baadaye sasa hivi vyama vikaanza kutoa fursa na kufundisha watu maana ya upinzani ni nini, maana ya sisi kujiita au kuitwa vyama vya upinzani ni nini. Sasa katika kueleza vile, lakini baadaye ikajitafasiri zaidi kimatendo, kwamba kweli wapinzani wanaonekana ni watu wanaohoji, wapinzani wanasimamia kweli serikali. Kwa hiyo hii tabia ya kuwepo kwa wazi, kwa kuonekana kwamba upinzani unahoji na unatoa ushauri mbadala wa yale yanayotendwa, kwa hiyo imewapatia wananchi matumaini kwamba kumbe upinzani una muhimu kuwepo. Ndio maana leo hii wananchi wanajiunga kwenye vyama vya upinzani, na ndio maana hata chama kipe kikija leo kuna watu watajiunga,
Maana yake labda kule hawakuona kitu kinachowafaa zaidi katika chama cha upinzani kile. Kuna kitu ambacho hawakifurahia, basi chama kipya kimepatikana, wanajiunga. Kwa hiyo wananchi sasa wanafahamu umuhimu wa siasa kwanza na umuhimu wa vyama vya upinzani. Mfano mdogo tu, 2009 nilikuwa katika mtandao wa kijamii wa Facebook. Nilikuwa nikiandika status ya kisiasa, inachukua hata masaa mawili, hata mtu hata mmoja hata kulike kitu ilikuwa hakuna. Lakini siku hizi mitandao ya kijamii yote, robo tatu ya mada zinazowekwa mle zinahusu siasa. Kwa hiyo nasema tu hii demokrasia iliyoanzishwa, mfumo wa vyama vingi tangu mwaka 92 baada ya kurejea, umepiga hatua kubwa kwa kufanya wananchi watambue umuhimu wake, na hivyo na kuchukua hatua kujiunga katika vyama hivyo. Na tunaona mafanikio ya vyama vingine, vimekuwa na wabunge wengi, vimeongoza serikali za mitaa, vimeongoza halmashauri. Ndio mafanikio makubwa ambayo mpaka sasa tunaweza kuyasema tumeona. Ndio baadhi ya mafanikio ambayo sasa tumeweza kuyaona. Kumekuwa na ongezeko kubwa sana la wananchi kujiunga katika vyama hivi vya kisiasa. Ni maneno ya Grayson, huyu ni si mwana siasa, ni mwanaharakati ambaye tunazungumza naye hapa katika kipindi cha Jihara kwa siku ya leo. Kumbuka tunaangazia demokrasia kipindi cha miaka 21 uwepo wake toka mwaka 1992. Kipindi hewani ni Jihara na hii ni Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunaye hapa katibu mkuu wa chama cha ADC. ADC mmejiunga ikiwa ni chama cha 20 katika vyama hivi 21. Kwa kiasi gani nyinyi tayari mmeanza kuonja pengine mafanikio ambayo bwana Gray anasema hapa? ADC katika kipindi kifupi kabisa tulipata usajili wa kudumu mwaka jana mwezi wa 8 tarehe 28. Kwanza tuliingia kwenye uchaguzi wa mwakilishi jimbo la Bububu Zanzibar, na tukaleta changamoto kubwa kabisa kwa vyama vikongwe, na tulionyesha nguvu, tulionyesha kwamba tunaweza. Lakini pia mwezi wa pili tukaingia kwenye uchaguzi wa serikali za vijiji katika wilaya, halmashauri ya wilaya ya Magu. Kule tumeleta ushindani mkubwa kabisa. Halmashauri ya wilaya ya Magu ilitangaza ushindani katika vijiji 8. Vijiji 8, kijiji kimoja vyama vyote vya upinzani hatukuweza kuweka mgombea kwa sababu inawezekana ya mazingira na hatujawahi kupata watu wa kutunga mkono kule. Lakini vijiji 7 tukaweka wagombea vyote. Kijiji kimoja bahati mbaya sana chama cha upinzani cha wenzetu cha Chadema wakatuwekea pingamizi. Pingamizi lile likasababisha mgombea wetu atolewe. Tukabaki tuna wagombea 6 katika vijiji 6. Katika vile vijiji 6 ambavyo tuliingia kwenye ushindani, tukafanya kampeni, hatimaye tukagawana na wakongwe sawa kwa sawa. CCM wakapata 2, Chadema wakapata 2, na sisi ADC tukapata vijiji 2. Tuna wenyeviti wa serikali za vijiji wanaotawala na kuongoza vijiji sasa hivi Tanzania hii katika halmashauri ya wilaya ya Magu. Pia wenyeviti wa vijiji 2. Kwa hiyo tumeshaanza kuyaona matunda na tunafanya vizuri. Tunafanya vizuri, kwa mfano katika kijiji cha Igombe, tarafa ya Ndagani, kata ya Nkunguru. Kuna choo ambacho kilikuwa kimejengwa kilikuwa kinajengwa na utawala wa aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ambaye sasa hivi ni marehemu, bahati mbaya Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Walikuwa wamejenga choo ambacho kilikuwa kimejengwa hakina ubora kabisa. Sisi baada ya kuwa tumeshinda, tuliwaahidi wananchi kwamba choo kile tutakitengeneza vizuri. Tukafumua kile kilichokuwa kimejengwa bila ubora, tumejenga kile choo kwa ubora zaidi. Na sasa kiko kwenye hatua za mwisho. Kilishajengwa, kuta zote zilishasimama zote. Mabati yapo, tulishanunua, mbao za kupiga bati zilishanunuliwa, simenti ya kumalizia ipo. Kila kitu kipo. Tumebaki kuweka milango, kumalizia kujenga na kupaua na kuweka milango, na kisha kitaanza kutumika. Ni choo cha hospitali ya kijiji kile. Kwa hiyo tumeshaanza kuonyesha matunda kwa wale tunaowasimamia. Lakini kijiji cha pili pia, mimi mwezi uliopita nilikuwa kule. Nilikuwa kanda ya Ziwa. Nimezungumza na mwenyekiti wa kijiji kile, nikamwambia aangalie ni wapi ambapo ni kitu gani ambacho tunaweza tukafanya kwenye kile kijiji. Kati ya mambo ambayo tunayaona ni kero kwa wananchi wale, ili sisi kama chama tuweze tufanye ili wananchi waweze kuona mfano kwamba kumbe kuna tofauti kati ya kuchagua CCM na kuchagua ADC. ADC ikiwa ni chama ambacho sasa ni cha mfano hata kwa watu wengine waweze kujifunza kutokana na sisi. Sawa. Grayson, nimesema kwamba miongoni mwa mafanikio makubwa katika miaka hii 21 ni uwepo wa mwitikio mkubwa kwa wananchi na kutambua kwa uwepo wa vyama hivi vimekuwa na mchango mkubwa katika kuibua masuala mbalimbali ambayo serikali inayafanya, na kwa moja ama nyingine wananchi wamekuwa
hawanufaiki vilivyo. Lakini katika miaka 21 vyama hivi vya siasa vimeonekana bado vimekuwa vikihubiri sana namna ambavyo wananchi wanatakiwa ujikite katika siasa, lakini tunaamini kwamba siasa ni maisha, siasa ni kila kitu. Kwa kiasi gani pengine wanasiasa hawa wamekuwa wakitumia majukwaa ya kisiasa kutaka wananchi waweze kushiriki moja kwa moja katika masuala ya ujasiriamali pengine na kukuza uchumi wa nchi. Hili kwa kiasi gani mwaweza hawa wanasiasa? Kwanza nisikitike kabisa. Unajua hawa wanasiasa, tuseme kila mwanadamu saizi ni mwanasiasa na tunatakiwa tuwe wote wanasiasa. Siasa ni maisha. Tunajiita kwamba huyu sio mwanasiasa labda kwa sababu hana kadi ya chama fulani. Lakini kila mtu anatakiwa shiriki katika siasa. Maana siasa ndio kila kitu. Ukifuatilia kiundani utagundua kwamba unapokuwa na kiongozi mzuri wa kisiasa, huyo ndiye anaweza kuwatangulia kutafuta fursa nzuri. Kwa mfano, mnapokuwa na rais ambaye ni mmechaguliwa kwa cheo cha kisiasa, amekuwa mkuu wa nchi, anapokuwa anawakilisha katika Umoja wa Mataifa, anakuwa anawakilisha nchi na kuitafutia fursa. Anapotafuta wawekezaji, anatafuta wawekezaji kwa ajili ya manufaa ya wananchi. Kwa hiyo siasa kwanza, tukubaliane kwanza siasa ni msingi wa maisha ya wananchi. Sasa turudi kwenye vyama vya upinzani. Maana chama tawala kipo, chenye kazi yake ni kutekeleza ahadi zake na kuhudumia wananchi. Sasa vyama vya upinzani vyenyewe vinashiriki namna gani? Hata kama sio kutenda, basi kuhimiza watu watende. Kwa kweli wanasiasa wengi wa vyama vya upinzani hilo swala wameliacha nyuma. Wanaamini labda kwamba mpaka wakichukua dola ndipo watakuwa na jukumu hilo, sio la kutenda moja kwa moja, hata la kuhamasisha. Wanadhania kwamba chama tawala ndio jukumu lake, na sasa kwamba pinzani sasa wakae pembeni waendelee kuilaumu serikali, kuikosoa serikali tu. La hasha. Unapokuwa kiongozi, tatizo lolote linalohusu mwananchi, kama una njia mbadala ya kutoa ushauri, lazima ushauri, lazima utoe. Kama ni kuelekeza, lazima uelekeze. Tunapokuwa na wabunge, naamini wabunge kazi yao sio kwenda bungeni tu kutoa hoja, sio kwenda tu kusubiri waziri awasilishe hotuba yeye atoe hotuba yake na kukosoa. Sio hiyo kazi tu. Mbunge anatakiwa atambue kuanzia kijiji cha kwanza mpaka cha mwisho katika jimbo lake. Atambue changamoto katika kila kijiji. Halafu kama sio yeye mwenyewe kwa akili yake, basi atafute washauri ambao wanauelewa mambo hayo. Washauriane namna gani tutatatua changamoto hii. Tutafute namna gani fursa hawa kina mama wanaotaka kufanya biashara ya mboga. Tuwawezesheje ili hii biashara ya mboga wanufaishe. Sio kusubiri mwenyekiti wa halmashauri anaamrisha sungusungu wa kamata la kina mama, yeye aende kuwatoa au aende kwenye mkutano kutuita press conference na kulani tu. Sio kazi ya mwanasiasa. Kwa hiyo wapinzani pamoja na kuwa watchdog wa chama tawala, lazima wao kwanza na wenyewe wajikite katika kubuni namna gani wanaisogeza jamii kutoka pale walipo kwenda sehemu nyingine. Vile vile, labda niendelee kidogo dakika moja. Vile vile, hawa vijana, wanasiasa wengi ambao wameingia ni wabunge ni vijana. Vijana hawa wanatakiwa kuhamasisha vijana wenzao kujikita katika shughuli za maendeleo, ikiwa pamoja na kuwatafutia fursa za ujasiriamali. Kutafuta vijana ambao wanakuwa na creativity au innovation, kuwawezesha. Vijana wengi sasa wameweza vyuo vikuu, wanaweza kuandika proposal vizuri. Lakini sasa wanapita njia gani kufikisha hii proposal yao ili waweze kuwa funded waendeleze miradi yao? Hapana. Mbunge yupo, wapo mawaziri. Basi hawa wanasiasa hawa, tunaongelea wapinzani, hawa wanasiasa upinzani hawa wana entity nzuri sana ya kuweza kupata hizi aid. Hawa ndio basi, hebu nione mbunge anahangaika kwamba jamani, nani ana wazo la kibiashara ambalo anaweza kuajiri vijana 20 wenzake. Aone siku ya pili ofisini kwake watapanga foleni vijana zaidi ya 50. Sawa. Lucas, wewe ni katibu mkuu wa chama cha upinzani hapa nchini. Umetumiaje nafasi yako ya kisiasa hiyo kuweza kuhakikisha kwa pengine unawashawishi wa Tanzania waweze kufanya kazi zaidi ili pamoja na kuinua uchumi wa nchi? Kwanza kabisa kwa kifupi, bahati mbaya sana. Mimi nimekuwa katibu mkuu wa chama sasa, huu ni mwaka wa pili. Lakini pamoja na mambo mengi ambayo nimeyafanya, lakini mdumu kwenye siasa kwa muda mrefu sana. Kwenye siasa nimekuwepo muda mrefu. Nimekuwepo muda mrefu kwenye siasa, lakini kama katibu mkuu wa chama nimekuwepo kwa muda mfupi kidogo. Na huu muda ambao nimekuwa katibu mkuu, nimejaribu sana kuhakikisha kwamba natengeneza mpango mkakati ambao utawawezesha vijana waweze kujiunga katika vikundi,
waweze kupata misaada, ambayo inaweza kawafanya wapate fursa za kuweza kujiendeleza. Ingawa kwa sehemu kubwa kuna mbinu mbalimbali ambazo zinafanya chama tawala. Chama tawala nacho kikishamuona mtu mmoja ana vision nzuri, ana maono mazuri, anaweza kuwafanya watu wakaelekea kwenye maendeleo kwa haraka zaidi. Siku zote kinatengeneza mipango na njia za kumfanya avunjike moyo, za kuvunja moyo, za kuzuia kila kitu tutakachokuwa nafanya kinazuiwa. Kila kitu tunachofanya kinazuiwa. Nimeanzisha kwa mfano kwenye hivyo vijiji ambako tumeshinda. Nimeanzisha vikundi. Kuna vikundi kule. Kuna vikundi vya kina mama, kuna vikundi vya vijana, kuna vikundi vya wazee. Nimeanzisha klabu za michezo. Michezo ilishakufa kabisa. Michezo ya mipira ya miguu. Kulikuwa na ngoma za kienyeji. Ngoma za kienyeji zilikuwa na faida kubwa tu kwa wananchi wenyewe katika maeneo yao. Ingawaje sasa kitu ambacho nimekuja kukumbana nacho baada ya wanasiasa wa maeneo yale kuona mikakati yangu na mipango yangu. Wenzako wanasiasa. Of course wanasiasa wenzangu. Especially wa chama tawala. Wametishwa sana. Kwa mfano katika majimbo ya Sumve, majimbo ya Magu, majimbo ya maeneo kanda ya Ziwa kwa ujumla. Kumetokea mfumuko mkubwa kabisa. Wabunge wale walikuwa hawajawahi kuanzisha ligi hata za mashindano ya mipira. Mwaka huu wameanzisha mashindano ya ligi za mipira karibu kila kijiji. Baada ya kuona spidi niliyokwenda nayo mimi na mipango mikakati niliyokuwa nayo katika maeneo yale ilikuwa ni mikubwa mno. Na watu baada ya kuona kwamba wanaichangamkia sana hiyo fursa na wanakwenda kutengeneza vikundi vizuri, vikundi ambavyo hatimaye vingekuwa vikundi vya uzalishaji. Basi kila mmoja amefanya kila njia ya kuhakikisha wananipiga vita ndani na nje ya chama changu ili kuhakikisha sipati tena nafasi ya kuweza kusimama na ile mipango niliyokuwa nayo. Wametafuta watu ndani ya chama, wamewaweka kama mamluki wao. Hatimaye wanaendesha mipango na mikakati ya kuweza kuduruga katika mwelekeo nilio nao. Mtazamaji TV Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ni Bwana Lucas Limbu. Huyu ni mwanasiasa, ni katibu mkuu wa chama cha ADC hapa Tanzania. Tunazungumzia miaka 21 uwepo wa vyama vya siasa, hasa vyama vikuu vya upinzani hapa nchini. Nao hapa Bwana Lucas Limbu, yeye ni katibu mkuu wa ADC, lakini pia naye Bwana Grayson, yeye ni mwanaharakati. Tumekuwa na makundi katika vyama hivi, jambo ambalo tunafanya wakati mwingine vishindwe kushirikiana na kuweza kuwa na dhamira ile moja kukitoa Chama cha Mapinduzi CCM madarakani. Kwa dakika moja, nadhani kwa nini wamekuwa kishindwa kuungana pengine na kutengeneza nguvu moja ambayo inaweza kuwasaidia waweze kukitoa chama hiki madarakani? Kwa nini wanashindwa hivi? Kwanza kuungana vyama vya upinzani, niseme kwa Tanzania ni kitu ambacho kimekuwa kikiimbwa tangu miaka ya nyuma. Nakumbuka kabla hata ya uchaguzi wa mwaka 2005, wakati ule baada ya uchaguzi wa Kenya kuonekana upinzani wa bwana na Mwai Kibaki umekuwa mkubwa sana na mpaka wakamshinda bwana Uhuru Kenyatta. Wapinzani Tanzania walipiga kelele tutaungana, lakini akatokea mpinzani mmoja kati yao akasema basi hata tukiungana mimi ndiye nafaa nigombee urais, mimi ndiye naleta ushindani kwa bwana Mkapa na hamna mtu anayeweza kunizidi kati yenu. Baada ya 2005, baada ya uchaguzi, bahati mbaya sana hili swala linakuja, wazo lao linakuja baada ya uchaguzi. Wakishashindwa ndio wanawaza tuungane. 2005 baada ya uchaguzi ule, wazo hilo likuja, waliungana mpaka walishiriki katika baadhi ya uchaguzi mdogo wa udiwani huko. Lakini baadaye muungano ule ulikufa. Sasa tunazidi kuona mwaka huu sasa wameungana wapinzani, nafurahi kwamba wanapaza sauti kwa ajili ya katiba mpya. Lakini ukijaribu kuuliza vipi wakati wa urais ukifika, wakati wa uchaguzi mkuu ukifika, mtarudi pamoja? Sijui jibu litakalo kuja ni lipi. Sitaki kwa hukumu maana sijauliza. Lakini pointi kubwa inayokuja, wa Tanzania, mwanadamu, Mwafrika, tena Mtanzania, ni mgumu sana kumdefine. Roho ya umimi ni kubwa sana miongoni mwetu. Hakuna mpinzani ambaye ninayemfahamu mimi, labda yupo nisemfahamu, lakini ninayemfahamu ambaye moja kwa moja anaamini tunataka tuondoe Chama cha Mapinduzi ili nchi yetu isonge, hata nisipokuwa mimi naongoza. Kila mtu anatamani tunataka tuondoe Chama cha Mapinduzi, lakini mimi ndiye nishike fimbo mbele. Sasa ikija hatua mnamshauri hapana, wewe unapungukiwa 1 2 3, hebu mwache fulani. Bwana huyo baada ya dakika 2 ukimpigia simu anaweza asipokee tena. Anaweza kaona wewe ni mamluki wake. Na ndio maana hii tabia imekuja vyama vya upinzani. Unaweza kusikia chama A kinato chama B mamluki,
wa chama tawala. Unaweza kusikia chama B nacho kinaita kile mamluki wa chama kingine. Lengo ni kustruggle tu kuharibia picha chama kile ili wananchi wasikisapoti, wananchi wasapoti chama fulani kwamba ndio chenye upinzani, ndio chama cha upinzani cha kweli. Sasa hiyo inapokuja hiyo taswira, ikija kufika hatua unamuita yule mtu, sasa bwana tuungane, tuondoe kile chama. Sawa. Mtu ulikwisha muita anatumika na Chama cha Mapinduzi. Labda atakuja kwa sababu ya hitaji kwamba ameshaona mimi siwezi kushinda. Kweli ngoje ni muunge mkono. Lakini moyoni mwake kisaikolojia amekwisha athirika. Sio yeye tu, hata wananchi waliokuwa nyuma yake wakati unaita ni mamluki bado hawatakuwa na imani na chama chako. Hawataunga mkono kwa asilimia zote. Kwa kweli hiyo roho ndio inayovitesa vyama vya upinzani Tanzania. Hakuna mwanasiasa wa upinzani ambaye yuko tayari kwamba asapote mwenzake tufikie pale tunapotaka bila yeye kuwa wa kwanza. Hiyo ndio adui mkubwa wa upinzani Tanzania. Umimi ni moja ya changamoto kubwa ambayo inavitafuna vyama vingi vya upinzani hapa nchini, huenda vikashindwa kutimiza adhima ya kukinyofoa chama kilichoko madarakani hivi sasa kwa miaka 50 ya uhuru wa Tanzania bara, Chama cha Mapinduzi CCM. Migogoro imekuwa miongoni mwa changamoto kubwa ambazo vinaikumba vyama hivi vya upinzani, hasa ambavyo vimekuwa vikijaribu pengine kuweza kutoa makucha kuweza kukinyoshia chama cha tawala cha CCM. Miongoni mwa vyama hivyo ni chama kipya cha ADC. Katibu mkuu, hivi karibuni mmekuwa na minong'ono, mivutano, misuguano ndani ya chama chenu, na hali ambayo inapelekea pengine kunyofoa kabisa wadhifa wako katika chama kama katibu mkuu wa ADC. Kwanza kitu ambacho ningependa Watanzania waelewe. Tatizo tulilo nalo kubwa kabisa ni demokrasia ndani ya vyama vyetu. Tumetunga katiba tunazo. Katiba hizi hakuna ambaye yuko tayari kuifuata katiba ilivyo. Yaani unaweza kukuta watu wako tayari kuvunja katiba wakati wowote wakiwa na matakwa yao. Mimi nimekutana na jambo la kutisha juzi. Tuliitisha kikao cha bodi ya uongozi taifa tarehe 27 mwezi wa 8. Tukakaa tukapitisha maazimio, tukakubaliana tunaitisha uchaguzi mkuu ndani ya chama, ambao ulitakiwa maandalizi yake yaanze tarehe 29 mpaka tarehe 31 mwezi wa 10. Na baada ya hapo tarehe 15 mwezi wa 11 tungefanya uchaguzi katika ngazi ya kanda, ambayo ni ngazi ya taifa kwa upande wa chama chetu. Lakini uchaguzi mkuu ndani ya chama ambao ungepata viongozi wakuu tulikubaliana utafanyika tarehe 14 na tarehe 15 mwezi wa 12. Huku nyuma baada ya maamuzi hayo kufanyika na mwenyekiti wa taifa kutangaza maazimio, mimi nikapata tatizo, nikawa nimesafiri nimekwenda Mwanza, nikapata msiba. Nikiwa Mwanza kwenye msiba, wenzangu huku wakaitana, kumbe wanalao jambo ambalo walikuwa nalo muda mrefu. Wakaamua kuvunja katiba ya chama bila kufata utaratibu kabisa wa katiba ambayo tumeiandika pamoja. Wakaamua kuitisha mkutano mkuu wa dharura bila katibu mkuu kujua. Mimi nikashangaa, nikasema haya ni maamuzi ya namna gani? Kama tunashindwa kuheshimu katiba zetu kwa kiwango hiki, siku tukipewa madaraka tunawezaje kusimamia au kusimamia katiba ya nchi kama katiba yetu tuliyotunga wenyewe hatuwezi kuisimamia? Uchaguzi ulikuwa hujafanyika kuanzia ngazi ya tawi, na ili umpate mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa lazima uanzie ngazi ya tawi. Uchaguzi uanzie kule, muende mpaka mfike mahali mpate wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa ambao wana sifa ya kuchaguliwa kutokana na uchaguzi ulioanzia chini. Halikufanyika hilo. Wanaume wakaamua tu kabisa wakaitisha uchaguzi. Bahati nzuri mimi niliporudi kutoka Mwanza kwenye msiba, nikamwona msajili wa vyama vya siasa. Msajili akasema kama ndivyo ilivyo, basi mimi uchaguzi ule na usimamisha. Naomba ratiba yenu iendelee. Kalenda yenu ya uchaguzi ile mlioniletea tangu mwanzo iendelee hiyo hiyo. Nimeikubali. Lakini watu hawa kwa jeuri ambayo mimi sijui wanaitoa wapi, kwanza wakanyamaza kimya, hawakusema chochote. Tarehe 20 Ijumaa wakanyanyuka na barua jioni saa 9:45. Na bahati nzuri sana process za kuwaita msajili alipitia kwangu. Afisa wake mmoja akanipigia simu mimi akiniomba namba ya mwenyekiti wa chama taifa. Nikampa. Dakika 15 baadaye, karibu saa 10 kama na dakika 6 hivi, akanipigia simu afisa mwingine. Ananiambia msajili ananiita ofisini. Nilikuwa mbali, nilikuwa natoka kupeleka fomu ya mwanangu St. Maria ni Bagamoyo. Niko Mbezi.
Nikamwambia niko Mbezi, sijui sasa kwa sababu muda wa kazi umeshapita. Je, nitawawahi mpo ofisini? Akaniambia ngoja nikupe uongee na msajili. Wakati ananipa ile simu, msajili nafikiri akamwambia mwambie aje tu. Kwa hiyo yule bwana akaniambia msajili amesema uje tu utatukuta. Nimefika ofisini kwa msajili saa 12 na dakika 50, saa 11 na dakika 55 jioni. Nimefika pale, nimemkuta msajili na maafisa wake wako mle ndani, wako kwenye kikao. Msajili alichoniambia amemaliza mkutano na mwenyekiti wangu. Amemwagiza kwamba kama kweli ameitisha mkutano mkuu ulio huru na haki kwa mujibu wa katiba ya ADC akafanya. Lakini kama hauko hivyo, nimemwambia asifanye, kwa sababu kama atafanya na ukawa kinyume, utupe taarifa na sisi tutachukua hatua. Vyama vya upinzani bado vina safari ndefu mno ya kuweza kuingia madarakani chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM. Farakano kila kukicha haishi. Grayson, nikupe dakika moja uweze kuzungumzia mifarakano hii katika vyama vya. Kwa dakika moja tuombe, muda wangu si rafiki sana. Ni kweli, unaikuta chama cha siasa kinaanzishwa, aliyekianzisha hujui nyuma yake kweli alikuwa na lengo gani. Nyie mnaingia mkiwa na dhamira ile, mnapaza sauti, mnamwona mtu jukwani anapaza sauti kwa nguvu sana, tunataka haki, wa Tanzania tumechoka kuburuzwa, tunataka demokrasia, tunataka uhuru mzuri, tunataka uchumi ung'ae. Mnaingia kwenye mkumbo ule, mnaimba wimbo mmoja jukwani, lakini baadaye nyuma ya pazia mwenzenu anacheza ngoma nyingine. Sasa ikifikia hatua, hasa inafika wakati wa uchaguzi, vyama vya siasa vyote vya upinzani Tanzania vyote tuna historia nzuri sana. Vyama vyote, hakuna chama cha upinzani ambacho hakija kwenye mgogoro wa uchaguzi. Inapofikia wakati ule, ndio vyombo vya habari vinakuwa vina habari nzuri zaidi. Nafikiri wana habari mnajua. Sasa inapofikia hali kama hii kwenye nchi hii ambayo tunadai demokrasia ya kweli, lakini sisi wenyewe hatutendeani demokrasia, kwa kweli ni aibu na tuna safari ngumu kweli. Na ndio maana inapofikia hatua sasa unashauri waungane, ni kazi ngumu. Kama ndani tu mnashindwa kuwa na sauti moja. Kwa hiyo ndugu yangu hapa mzee Rimbu amekumbana na hilo swala. Nimesikitika sana kusikia hilo hali, kwa sababu mara ya kwanza aliponiambia kuhusu mgogoro wa kafu, nitafakari, nikaangalia katiba zote za vyama vya upinzani ziko nzuri kabisa, lakini kaanza kuangalia ukweli wa midomo yao na nia zao za ndani. Maana unafahamu, angalau unafahamu wanasiasa, angalau unafahamu wengine, angalau nimekaa nao kabisa mezani na wafahamu. Nikaangalia, nikamshauri mzee, kweli kuna chama ambacho ukuta mtu ametengeneza katiba yake, ametengeneza chama na watu wake, halafu kaingia na uwazi wako na uwezo wako wa kuongea, unataka transparency, unataka uadilifu, kwani ukapenya. Nilikuwa na mashaka sana, na ndio imemtokea sasa. Nafikiri saa hizi wanasema mkubwa hakosei wala mdogo aweza kumshauri mkubwa. Nafikiri saa hizi sasa na ninakuwa na jeuri ya kumshauri kwamba bwana, haya mambo yako hivi. Mtazamaji, naomba muda wangu si rafiki sana. Kuna mengi ya kuzungumza kuhusiana na miaka 21 ya uwepo wa vyama vya upinzani hapa nchini, lakini muda ni ukuta. Ninaye hapa katibu mkuu wa chama cha ADC ambaye nafasi yake iko ina poya hivi, muda wote pengine inaweza ikang'atuka kutokana na mgogoro ambao uko ndani ya chama cha ADC. Katibu mkuu, nakushukuru sana kwa kuja. Asante sana. Lakini kwani lazima ufanye siasa? Mimi sio lazima nifanye siasa. Asante sana. Na niseme tu kwamba Watanzania na wenzangu, wanasiasa wenzangu, tuheshimu katiba tulizozitunga wenyewe. Tuheshimu sana. Grace, nakushukuru sana. Mimi nitafanya siasa baadaye. Nitafanya. Asante sana. Naam. Ni wageni wangu, niko na bwana Grayson Nyakarungu. Yeye ni mwanaharakati, lakini pia nilikuwa na katibu mkuu wa chama cha ADC bwana Kadawi Lucas Limbu. Tumezungumza mengi, kwa kifupi angalau umeweza kupata mwanga namna ambavyo hali jinsi ilivyo miaka 21 ya uwepo wa vyama vya siasa nchini, lakini pia vyama vyenyewe takribani 21 hivi vya kisiasa ambavyo vinafanya kazi, mamluki yako ndani, lakini pia migongano ni moja ya sehemu ya maisha yao kila siku. Nyuma ya kamera alikuwepo Emmanuel Kiweru, mimi naitwa Spencer Lamek, na hii ni Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Siku zote tunasema ni elimu kwanza, na elimu ilikuwa ni kusana miaka 21 ya uwepo wa vyama 21 vya siasa hapa nchini. Kwaheri.